Give him all the glory and adoration. What a faithful God we serve. What a wonderful God. What a big God. Celebrate his holy name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. For bringing us into the month of March. What a faithful God you are. Is somebody thanking God? Is somebody thanking for the month of January? Thank him for the immediate past month of February. Thank him for his faithfulness and love over your life. Thank him for Johnny mercies he granted you. Thank him for the testimony he gave you. Thank him for the healing and deliverance. You are a faithful God. You are a wonderful God. No one is like unto you, Jesus. No one is like unto you, Jesus. Oh, Makate Sheketo Liba. Oh, Basilika Talabalaba. In the name of Jesus Christ. Ask him to open doors for you this month. Lord, let the team of this service answer in my name. In my life. I am here for my open door encounters. Lord, by this service of open doors today, open doors for us, open doors. Open door of opportunities, door of business. Oh, marital open door. Business breakthrough open door. Lift up your voice and ask him, Lord, let the doors be open for your people today. Let the doors be open for your people today. Let the doors be open for your people today. Oh, Makato Shikali Kalobo Shakiaba. Shuande Kaba. Shulia Balando Baleba. Shualia Kato. Balando Shikali Balando Liaba. Shualia Babalabalaba. Eliandeli Balaba Shalaba. Leketo shakaba lendelia babalando leba ashia kate lianda la balaba elia baba solibo la bolia balabalaba eliandele bola bush balaba elia baba solobolia babalaba katolia shualia kato beli shulianda kaboshia leketu shaka bandoloboshia galaba. Lord, visit me this month. This is my no month of marching forward. Lord, I shall march forward this month. I shall march forward this month. Lord, I shall march forward this month. Lord, I shall march forward this month. Lord, I shall march forward this month. Somebody pray to your heavenly Father. I must march forward this month. Oh, Makata Liabalaba. I must dominate on every area of my life. Olekato shakabali bali balabo shakaba. Ekutakata labrakato shialaba. Leketendelia babalando loboshia kalaba. Ashulia bala brakato. Aliandele boshia. Lekutala balaboshia la balabolia. Ekatu shakaba. Lando breketu shakaba. Eshualia balando brekato shalabolia. Eshuande kaba. Lakutiando bala. Eshualia kate. Lekutande labolia. Eshualia babalando loboshia kalabando labolia. Lord, visit me. Lord, in this service this morning, something must happen in my life today. Oh, yalla kate shulia baba. Aliande katusha kabalaba. Likushakaba. Lakatolia babalandolia babalia. Shualia bakatushika. Leketoshia kalabondelia babalaba. Ikutando balando balikatusha. Likuta katolia balando beketusha kaba. Shualia baba lando beketusha. Thank you, Jesus. In the name of Jesus Christ. Lift up your voice and give him all the glory. Lord, send your word to me again today. Send your word again to me. Send your word again to me. Lord, send your word to your people this morning. Oh, hallelujah to your name. In Jesus' glorious name. You are blessed. You shall experience open door testimony this week. I'm not hearing a louder amen. God has brought you into the month of March. You shall march forward in every area of your life. You will not experience stagnation this month. I'm not hearing a faithful amen. In this
this month of faith, katika mwezi wa imani, people will see the proof in your life. Watu wataona uthibitisho wa imani kwenye maisha yako. In this month of faith, mwezi wa imani, you shall dominate your world. Utatawala ulimwengu wako. Everything that is your desire this month, kila kitu ambacho ni tamanio lako mwezi huu, the God of heaven will make it come to you speedily in the name of Jesus. atafanya ukipokee kwa kasi. Sickness and diseases will not see you this month. Magonjwa na madhaifu hatakuona mwezi huu. I'm not hearing a louder amen. Sikia amina kubwa. You are welcome. Unakaribishwa. Help me welcome your neighbor. Tell your neighbor happy new month. Karibisha jirani yako, mwambie heri ya mwezi mpya. Happy new month. Mwambie heri ya mwezi mpya. Please have your seat. Tafadhali keti. I have dominion. Ninao utawala. Please have your seat. You are welcome. Unakaribishwa. This is our covenant day of open door services. Hii ni ibada yetu ya milango iliyo wazi, siku ya kiagano ya milango iliyo wazi. This is already 9 o'clock. Sasa hivi imeshafika Let's see how we can run. 3. We have to do that just once in a while. Asubuhi tunaweza tukaangalia namna gani tunaweza tukaiendesha kasi ibada hii. What we did now is part of the church. If you ignore it, it will affect many things. Tulichokifanya leo hapa kuingia yale maagano ni sehemu ya huduma, na tungeiacha ingeleta madhara katika namna moja ama nyingine. The prophetic focus for this month, tamko la kinabii la mwezi huu, is Bible faith, Bible based faith. Imani yenye msingi wa Biblia confers dominion. Ndio inatupatia kutawala. And let's take our spiritual bearing for the month. Hebrew chapter 11. Andiko letu ni Ibrania sura 11. Hebrew chapter 11. Ibrania sura 11. Reading from verse 32. Ibrania 11 kuanzia mstari wa 32. Hebrew chapter 11 verse 32. Ibrania 11 kuanzia 32. The Bible says, what shall I say more? Nami niseme nini tena? For time will fail me to tell of Gideon. Maana muda usingenitosha kuleta habari za Gideoni. And of Barak. Na Baraka. And of Samson. Na Samsoni. And of Jephthah. Na Yefta. And of just David also. Na Daudi pia. And of Samuel and the prophets. Na Samueli na za manabii. Who through faith ambao kwa imani subdue kingdom, walitiisha milki, wrought righteousness, walitenda haki, obtained promises. walipata ahadi. Subdue kingdom means dominion. Kutiisha falme manake kutawala. Dominion is impossible without faith. Kutawala hakuwezekani pasipo imani. They subdue kingdoms by faith. Walitiisha falme kwa imani. They wrought righteousness, they obtained promises. Walitenda haki, walipata ahadi. It takes faith to obtain promises. Inahitaji imani ili kupata ahadi. They stop the mouth of lions. Walifunga vinywa vya simba. Quench the violence of fire. Walituliza makaa ya moto. Escape from the edge of the sword. Waliepuka makali ya upanga. Out of weakness we are made strong. Walipokuwa dhaifu walitiwa They nguvu. was valiant in fight. Walikuwa hodari katika vita. They turned to flight the armies of the allies. Walikimbiza majeshi ya wageni. They pursued the armies of the allies that came after them. Waliwakimbiza majeshi ya wageni yaliyowajia. Every one of them happened by faith. Mambo yote haya yalitokea kwa imani. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. This is your month of faith. Huu ni mwezi wako wa imani. In the month of faith, anything is possible. Katika mwezi wa imani kila kitu kinawezekana. Mark chapter 9 verse 23. Marko 9:23. He said, if you can believe, kama ukiamini, all things are possible. Mambo yote To yanawezekana. him that believeth. Kwake yeye aaminie. There is no impossibility in the school of faith. Hakuna kisichowezekana katika There is shule ya imani. nothing you desire that faith will not deliver to you. Hakuna unachotamani ambacho imani haiwezi kukupatia. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. Remember Hebrew chapter 11 verse 6. Ibrania 11:6. Without faith it is impossible to please God. Pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. He that cometh to God must believe. Yeye amwendee Mungu lazima aamini. This is what it takes Hiki ndicho kinachohitajika to get things from God. kupata vitu toka kwa You are Mungu. praying to God without faith, you are wasting your time. Kuomba kwako kwa Mungu pasipo imani You unapoteza are muda. making declaration without faith, you are wasting your Kufanya time. matamshi pasipo imani unapoteza muda. You are seated today in this place called Living Faith Church, aka Winners Chapel International. Meketi leo katika hili kanisa la Washindi aka Washindi. We win here by faith.
ama kanisa la imani. Tunashinda hapa kwa imani. We dominate by faith. Tunatawala kwa imani. Everything acquired in this commission is faith acquired. Kila kilichopatikana kwenye huduma hii kimepatikana kwa imani. The foundation of this commission is faith. Msingi wa huduma hii ni imani. And faith have kept us going. Na imani imetutunza na kutufanya tukue. Welcome to this month of faith. Karibu katika mwezi wa imani. And you shall experience unimaginable testimonies. Na utapata shuhuda zisizofikirika. As you align your faith to the word of God. Pale unapoiweka imani yako sawa na neno la Mungu. Nothing shall be impossible to you. Hakuna kitakachoshindikana kwako mwezi huu. I'm not hearing a faithful amen. Sikia amina uaminifu. Our teaching series for Sunday services. Mfululizo wetu wa masomo kwa habari ya Jumapili. Engaging the spirit of faith for dominion. Ni kutumia roho ya imani ili kutawala. Engaging the spirit of faith for dominion. Kutumia roho ya imani ili kutawala. Jude chapter 1 verse 3. Yuda 1:3. Jude chapter 1 verse 3. Yuda 1:3. Is one verse, is one chapter. Yani hiyo Yuda ni sura moja tu. When I gave all diligent to write unto you. Wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuwaandikia of the common salvation. Kwa habari ya wokovu. It was needful for me to write unto you. Ili ni lazimu niwaandikie. And exhort you that you should earnestly. Ili niwaonye kwamba contend for the faith. Kwa bidii mshindanie imani. Which was once delivered unto the saints. Mliokabidhiwa watakatifu. Hallelujah. Hallelujah. There is the word of faith. Kuna neno la imani. There is the gift of faith. Kuna karama ya imani. And there is the spirit of faith. Kuna roho wa imani. These are the 3 dimensions of faith. Hivi ni viwango vitatu vya imani. Thank God for the word of faith. Tunamshukuru Mungu kwa neno la imani. It will only give you a common result. Neno la imani litakupa matokeo ya kawaida. Thank God for the gift of faith. Tunamshukuru Mungu kwa karama ya imani. It will upgrade you a little. Itatenda katika kiwango fulani. Thank God much more for the spirit of faith. Na tunamshukuru Mungu zaidi kwa roho ya imani. Hallelujah. Hallelujah. And it is behind every statement of the scripture. Kila na hii roho ya imani iko nyuma ya kila tamko la maandiko. The spirit of faith is backed. Roho ya imani iko katika maandiko ya Biblia. The first thing you must understand is that behind every statement of the scripture is the voice of God. Elewa kwamba kila nyuma ya andiko kuna sauti ya Mungu. But whenever God's voice comes to us behind his word, na sauti ya Mungu inatujia kupitia neno lake, the spirit of faith is imparted. Na hapo basi roho ile ya imani inakuwa inaingia ndani yetu. The word of faith can give you the word of God can give you. Neno la Mungu linaweza kupatia, can it give you the faith. Linaweza kupatia imani. Because Romans chapter 10 verse 17 says faith come by hearing the word of God. Kwa sababu Warumi 10:17 nasema imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu. Word of God there is a voice. Nyuma ya andiko ama neno la Mungu kuna sauti ya Mungu. The spirit of faith is contacted. Roho ya imani inapatikana through rhema of the word. Kupitia ufunuo wa neno. Not through the logos. Sio kupitia andiko. The word of God, the word of faith might stand on the logos. Neno la imani unapata kupitia andiko. That is the written word. Hilo ni neno liloandikwa. But the spirit of God draw his strength. Lakini roho wa Mungu anabeba nguvu zake. From the voice of God. Kupitia sauti ya Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Whenever the voice of God from the written word. Popote sauti ya Mungu inayotoka kwenye neno la Mungu. The spirit of faith is imparted. Roho ya imani unaingiziwa. Ezekiel chapter 2 verse 2. Ezekiel 2:2. The Bible says the spirit entered into me. Na roho akaniingia. When he spake unto me. Aliponena nami. And set me on my feet. Na ikanisimamisha. And I heard him that speak. Nikamsikia yeye aliyenena. John chapter 6 verse 63. Yohana 6:36. The Bible says. Biblia inasema. The word I speak unto you. Maneno nayowaambia. They are spirit and they are life. Ni roho na uzima. You need the spirit of faith. Unahitaji roho ya imani. For unimaginable feat in the kingdom. Ili upate ushindi wa pande zote katika ufalme. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. You get it by the voice of God. Unaipata hii roho ya imani kupitia kuisikia sauti ya Mungu. We can access rhema. Tunaweza tukapata ufunuo through the carriers of the spirit of faith also. Kupitia wale waliobeba roho ya imani. They are carrier. That's why the Bible says in where we read in Jude chapter 1 verse 7. Pale tuliposoma Yuda 1:3. Earnestly contend for the faith which was delivered unto the saints. Kwamba tunapaswa kwa bidii kuishindania ile imani tuliyopewa. The spirit of faith is not new.
Roho ya imani sio mpya. It has been delivered. Ilishatolewa kwa wengine. We have to get it from the carrier. Inabidi tuipate kutoka kwa wale walioipokea. Faith can be transferred. Imani inaweza ikahamishwa. Faith can be imparted. Imani inaweza ikaingiziwa. From the carrier to others that desire. Kutoka katika aliyeibeba kwenda kwa wale wanaoitamani. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. You can get it from the carrier to their resource materials. Unaweza kupata kutoka yule aliyeibeba kupitia vitu vyake mbalimbali. Listening to them. Kwa kuwasikiliza. Maybe through DVDs and CDs. Labda kupitia DVD zao, CD zao. In Isaiah chapter 30 verse 20 to 21. Isaya 30:20 mpaka 21. Isaiah chapter 30 verse 20 to 21. Isaya 30:20 na 21. Oh, the Lord give you a bread of adversity. Anasema ingawa Bwana alikupa mkate wa mateso. And the water of affliction. Na maji ya mateso. Shall not thy teachers. Lakini walimu wako hawataondolewa into the corner anymore. But thy eyes shall see thy teachers. Ili macho yako yawaone walimu wako. And thy ears shall hear a word behind them as they are speaking. Na masikio yako yatasikia sauti wanaponena. Saying this is the way. Wakisema hii ndio njia. Walk in it. Ifuate. And when you turn to the right and when you turn to the left. Mgeukapo kwenda mkono wa kulia au mkono wa kushoto. As you are listening to him, you have access to the rhema. Unapokuwa ukimsikiliza aliyebeba ndio unaweza kupata ufunuo. Thereby you are being imparted. Hivyo unakuwa unaingiziwa with the spirit of faith. Ile roho ya imani. Remember in Psalm 36 verse 9. Zaburi 36:9. In thy light. Biblia inasema katika nuru yako. It says for thee is a fountain of life. In thy light shall we see light. Katika nuru yako tutaona nuru. Hallelujah. That is how God made it to happen. Hivyo ndivyo namna Mungu anafanya itokee. That's why there are carriers of spirit of faith. Ndio maana kuna wale waliobeba roho ya imani. You need to connect in order to be imparted with it. Inabidi ujiunganishe nao ili uingiziwe roho ya imani. Despite that God gave Bishop Oyedepo 18-hour vision. Paswa kujalisha mtumishi wa Mungu Askofu Oyedepo alipewa maono ya masaa 18 na Mungu. He needed to camp around Kenneth Hagin. Alihitaji kukaa karibu na Kenneth Hagin until he was imparted. Mpaka alipoingiziwa. And Kenneth Hagin needed to camp around Smith Wigglesworth. Kenneth Hagin ilibidi akae karibu na Smith Wigglesworth. He said he never met Smith Wigglesworth one on one. Asema hakuwahi kutana uso kwa uso na Smith Wigglesworth. But he said he read everything from him. Asa lakini alisoma kila kitu kutoka kwake. Everything about him. Na kila kitu kuhusiana na yeye. Until something from Smith. Mpaka kitu kutoka kwa Smith Wigglesworth drop on Kenneth Hagin. Kikadondoka kikamuingia Kenneth Hagin. It is the same spirit of faith. Ni roho yule wa imani. 2 Corinthians chapter 4 verse 13. Wakorintho wa 2:13. He said having the same spirit of faith. Tukiwa na roho ile ya imani. According to as it is written. Kama ilivyoandikwa. It is not true. It can be transferred. Hiyo roho inaweza kuhamishwa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine. To Bishop David Oyedepo. Kupitia Askofu David Oyedepo. As he got it from Kenneth Hagin. Kama alivyoipata kutoka kwa Kenneth Hagin. It have been transferred to many people. Imekuwa ikihamishwa kwenda kwa watu wengi. And you are one of them. Na wewe ni mmoja wapo. And I say and you are one of them. Nasema wewe ni mmoja wapo. I'm not hearing a louder amen. Sikia amina kubwa. But how to encounter the spirit of faith from the word? Ni namna gani unaweza kupata roho wa imani kupitia neno? There are two ways which I have said. Now you encounter it from the rhema of the word. Kuna njia mbili nimesema kwamba unaweza ukaipata kupitia ufunuo wa neno. You encounter the spirit of faith from the carrier. Cha pili unaipata roho ya imani kutoka kwa aliyebeba. Two major ways. Kuna njia mbili za kupata roho ya imani. That God speaks to you from the scripture. Kwamba Mungu anaongea nawe kupitia maandiko. The thing birth faith in you. Jambo hilo linazalisha imani ndani yako. Hallelujah. Hallelujah. I've told you the story before many years ago. Nilikuambia habari miaka mingi iliyopita. He spoke to me that changed my ministry. Alinena nami na jambo hili libadilisha huduma yangu. The church does not go down because somebody left the church. Ananiambia kanisa alishuki kwa sababu mtu kahama kanisa. I leave the church. Kanisa linashuka chini pale Mungu anapoondoka kanisa. Anything to keep me in the church will keep on growing. And I went and said it everywhere to the devil. Na akamwambia hakikisha mimi nabaki ndani ya kanisa na kanisa itaendelea kukua. Na nikaendelea kusema na kutangaza kwa watu wote. I say hallelujah. Sema hallelujah. The thing intoxicates
sedated me that day. Hiyo sauti na maelekezo yalinilevya. And up till now. Na mpaka leo. That I stood in the altar after that encounter. Nilisimama madhabahuni baada ya kupata sauti hiyo. In a service. Kwenye ibada. And I've done it severally. Nishafanya mara nyingi. I said, Lord, anyone that is not meant to be in this church, move him out of the church. Nikasema Mungu yote ambaye hajakusudiwa kuwepo kwa kanisa hili muondoe. There was something I had. Kuna kitu nilikisikia. That imparted the spirit of faith in me. Ambacho kiliniingizia roho ya imani ndani yangu. That is rhema. Hicho kinaitwa ufunuo. Also, secondly, you get the spirit of faith through the carrier. Cha pili unapata roho ya imani kupitia aliyeibeba roho ya imani. But the question, how do I get it from the word? Swali, ninaipataje kutoka kwenye neno? How to encounter the spirit of faith from the word? Naipataje roho ya imani kutoka kwenye neno? Number one, to encounter the spirit of faith from the word. Cha kwanza, ili kupata roho ya imani kutoka kwenye neno, you must be born again. Lazima uokoke. In John chapter 10 verse 4 to 5. Yohana 10:4 mpaka 5. John chapter 10 verse 4 to 5. Yohana 10:4 mpaka 5. He said when he putted forth his own sheep. Anasema anapowaachilia kondoo wake. You must be his sheep. Cha kwanza lazima uwe kondoo wake. He goeth before them. Anawatangulia. And the sheep shall follow him. Na kondoo wake umfuata. For they know his voice. Maana wanaijua sauti yake. And verse 6. Mstari wa 6. Verse, or let's stop there. Tuishie hapo. You must be his own sheep. Lazima uwe kondoo wake. Are you born again? You can't encounter the word, the spirit of faith from the word if you are not born again. Pasipo kuokoka huwezi kupata roho ya imani kutoka kwenye neno la Mungu. Number 2, you must be spiritual. Namba 2, lazima uwe wa kiroho. As the name is spirit of faith. Kama neno hili linaitwa roho wa imani. A carnal believer cannot receive it. Mkristo wa kimwili hawezi kuipata hiyo roho ya imani. Believer. Mkristo wa kimwili. One of the challenges of the church today is carnality. Moja ya changamoto ya kanisa leo ni ukimwili. You know, in 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Wakorintho wa 2:14. The Bible says. Biblia inasema that the natural man. Mtu wa mwilini. Who is a natural man? Mtu wa mwilini ni yupi? Please, can you give me another translation? Unaweza kunipa tafsiri nyingine? The natural man in a carnal man. Mtu wa mwilini, yani mtu anafuatisha mambo ya mwilini. A man without the spirit does not accept the things that come from the spirit of God. Mtu asiyekuwa na roho wa Mungu hapokei mambo yanayotoka kwa roho wa Mungu. They are foolishness. Kwake yeye ni ujinga. He cannot understand them because they are spiritually designed. Hawezi kuelewa kwa sababu yatambulikana kwa namna ya kiroho. Another translation. Tafsiri nyingine. The people who are not Christians can't understand these things. Watu ambao si wa Kristo hawezi kuelewa mambo haya. That's one translation I will say, those who are in the flesh or those who are carnal. Kuna tafsiri inasema wale ambao ni watu wa mwilini wanaotembea mwilini. You can't understand this thing we are saying. Hawezi kuelewa mambo haya tunayosema. Many are born again but they are carnal. Wengi wameokoka lakini wanatembea mwilini. That's why the things of the spirit cannot drop off them. Ndio maana mambo ya kiroho hawawezi kuyapata. It does not matter how many years you have been in church. Haijalishi kwa miaka mingapi umekaa kanisani. This is a spiritual family. Hii ni familia ya kiroho. Until you are spiritual, you cannot get anything from it. Usipokuwa wa kiroho huwezi kupata kitu chochote. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. One of the greatest problem of the Covenant church was carnality. Mojawapo ya tatizo kubwa la kanisa la Wakorinto ilikuwa ni ukimwili. In 1 Corinthians chapter 3. Wakorinto wa kwanza 3. That was what Apostle Paul was addressing. Hicho ndicho mtume Paulo alikuwa anakisema. He said, I brethren could not speak to you unto spiritual. Asa ndugu, sikuweza kunena nanyi kama watu wa rohoni, unto carnal. bali kama watu wa mwilini. Even as carnality makes you a baby in Christ. No matter ule ukimwili unakufanya kuwa mtoto katika Kristo. I have fed you with milk. Nimewanyweshwa maziwa. But you not with meat. Sikualisha chakula. A carnal believer doesn't grow. Mkristo wa kimwili hakui. You only be giving him milk of the word. Unakuwa tu katoto unampa maziwa ya neno. He said you are not able to bear it. Anasema hata sasa mkiwezi chakula. You are not able. Hata sasa mkiwezi. Are you not carnal? Je, nyinyi si wa mwilini? And look at the manifestation of carnality. Tazama udhihirisho wa tabia za mwilini. Among you there is envy. Maana kwenu kuna usuda, strife, fitina, divisions, mgawanyo. Are you not carnal and walk like a man? Nyinyi si watu wa mwilini mnaenenda jinsi ya kibinadamu. You can't receive anything of the spirit. Hawezi kupokea chochote toka kwa roho with carnality. Ukiwa mtu wa mwilini. Even blessings come to us spiritually. Baraka nyingi zinatujia kiroho. You need to be spiritual. Unahitaji kuwa wa kiroho. You need to be spiritual. Unahitaji kuwa wa kiroho in order to be blessed here. Ili ubarikiwe hapa. You need to see where you are as a spiritual family. Inabidi uone hapa ulipo kama familia ya kiroho. And behave that way. Na uishi kama mtu wa kiroho. Giving anything carnal interpretation rob you of your blessings. Kutafsiri kila kitu kimwili kunaiba baraka zako. If you want to contact the spirit of faith from the world, kama unataka kupata roho ya imani toka kwenye neno, you must be spiritual. Lazima uwe wa kiroho.
The Bible is a spiritual book, not a natural book. Biblia ni kitabu cha kiroho, sio kitabu cha kawaida. When you are not spiritual, you be reading the Bible, it looks as if you are reading newspaper. Unapokuwa sio wa kiroho kusoma Biblia inaonekana kama unasoma gazeti. In Revelation chapter 1 verse 10. Ufunuo 1:10. Apostle Paul was able to hear what God is saying because he said, I was in the spirit in the Lord's day. Anasema nilikuwa katika roho katika siku ya Bwana. Behind me. Na nikasikia nyuma yangu great voice as of a trumpet. Sauti kubwa kama ya tarumbeta. Many cannot hear because of carnality. Watu wengi hawezi kuisikia kwa sababu ya ukimwili. God will help you this month. Mungu atakusaidia mwezi huu. But how do you encounter impartation of the spirit of faith? Lakini from the anointed carrier. Lakini pia nawezaje kuingizwa roho hii ya imani kupitia chombo kilichobeba roho ya imani? Remember we said the second way you can encounter the spirit of faith is through the person that has it. Kumbuka njia ya pili tunasema unaweza kupata roho ya imani kupitia mtu aliyokuwa nayo. How do you contact it from the people that have it? Lakini sasa unaipataje kutoka kwa watu walioibeba roho ya imani? Identify the carrier. Namba 1, mtambue aliyeibeba. Matthew chapter 25 and 9. Mathayo 25:9. Matthew 25 verse 9. Mathayo 25 mstari wa 9. He said, go ye rather to them that sell and buy for yourself. Inasema those that have it. Nasema nendeni kwa wale wauzao mkanunue. Kuna wanaoibeba hiyo, watambue. Identify them. Watambue. Hallelujah. Hallelujah. God's servant saw that spirit in Kenneth Hagin. Mtumishi wa Mungu aliona hiyo roho ndani ya Kenneth Hagin. And he went after Kenneth Hagin. Na akaenda akamfuatia Kenneth Hagin. Reading his books. Akisoma vitabu vyake. He said he followed this man until they met one on one. Anasema alimfuatilia huyu ndugu mpaka wakutana uso kwa uso. He was selling his books to many brethren. Anasema alikuwa anauza vitabu vyake kwa ndugu wengi katika Kristo. Until that day he went to a program. Mpaka siku ile alikwenda kwenye kipindi kule Tosa. And he said, God, whatever that mess Hagin, I need it. Akamwambia Mungu, chochote kinachomfanya Kenneth Hagin kwa Kenneth Hagin na kihitaji. Prayer he was praying that day. Alikuwa anaomba ombi hilo siku hiyo. I've seen this thing in this man. Nimeona jambo hili kwa huyu mtu. Whatever you have put in this man, Lord, I need it. Chochote ulichoweka kwa mtu huyu Bwana na kihitaji. And God answered. He was sitting at the gallery. Na Mungu akamjibu, alikuwa amekaa jukwani wakati mkutano unaendelea. And God said, my son David. Na Mungu akasema, mwanangu David, the baton have been passed over to you. Kijiti umekabidhiwa wewe sasa. He carried the mantle of the spirit of faith today. Alibeba upako wa roho ya imani leo. Identify a carrier. Mtambue aliyebeba. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. Number 2. Namba 2. Receive the person of the carrier. Mpokee aliyebeba. Receive the person. Mpokee huyu aliyebeba. He might be short to receive him. Anaweza kawa mfupi lakini mpokee. He might not be educated, receive him. Anaweza kawa na elimu, mpokee. He might not have what you have, receive him. Anaweza akawa usichokuwa nacho, mpokee. If you don't receive him, what he carry will not. Usipompokee alichobeba huwezi kukipata. Matthew chapter 10 verse 41. Mathayo 10:41. That receiveth a prophet. Ampokee nabii. In the name of a prophet. Kwa sababu yeye ni nabii. Shall receive a prophet reward. Atapokea thawabu ya nabii. Or a prophet you don't receive cannot be a blessing to you. Nabii usiompokea hawezi kuwa baraka kwako. Receive the person. Mpokee nabii. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Many people despise the person but they want the gift from the person. Watu wengi wanamdharau mtu lakini wanataka karama iliyoko ndani ya huyo mtu. Receive the person from your heart. Mpokee huyo mtu kutoka kwenye moyo wako. God's servants, even at his death, even now. Mtumishi wa Mungu anasema ingawa hata sasa Kenneth Hagin amekufa, he received Kenneth Hagin. Bado anampokea Kenneth Hagin. He cannot survive anywhere Kenneth Hagin is being castigated. Hawezi kukaa mahali popote ambako Kenneth Hagin anatukanwa na kusema vibaya. He cannot be in a place where people are complaining against Kenneth Hagin. Hawezi kukaa mahali ambako watu wanamsema vibaya Kenneth Hagin. Or any member of his family. Au mshirika wote wa familia yake. And the thing is flowing. Na jambo hilo limekuwa likitiririka. But one thing about the things of the spirit. Kitu kimoja kuhusiana na vitu vya rohoni. Anytime you cut off. Kila wakati unapojitenga. And the thing will stop flowing. Na ile neema inakoma. When a pipe, a water is flowing in a pipe. Unajua maji yanapotirika kwenye bomba. When you cut it off, it will not reach again. Unapokata ile bomba basi hawezi kufika kule alipokusudiwa. When they have left this prophetic umbrella and when they came back. Watu wengi waliondoka kwenye mwamvuli huu wa kinabii na waliporejea. They say immediately they left. Wakasema wanatoa taarifa kwamba tulipoondoka tu. Everything changed negatively for them. Kila kitu kilibadilika kikawa kibaya. Because they got disconnected from the grace. Kwa sababu walijitenga kutoka kwenye ile neema. Until they reconnected, it will not flow. Na wasipojiunganisha ile neema haitaendelea kutiririka. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. But how to and what are the proofs of impartation of the spirit of faith? Vithibitisho ya kwamba umeingiziwa roho ya imani ni vipi? 1. Cha kwanza.
is a speaking force. Ni nguvu inaonena. That speaks the unspeakable. Inaonena visivyoneneka. If you are afraid to say anything, kama unaogopa kusema chochote, you have seen from the word or heard from God, ambacho umekiona kwenye neno au umesikia toka kwa Mungu, the spirit of faith is not in you. hapo roho ya imani haiko kwako. One of the characteristics of this spirit, mojawapo ya sifa roho ya imani, is he speaks the unspeakable. ni kwamba inanena visivyoneneka. He looks at the mountain and uproot it with the mouth. Inatazama mlima alafu inaing'oa mlima kwa kinywa chake. 2 Corinthians 4:13. Wakorintho wa 2:13. Having the same spirit of faith, tukiwa na roho ile ile ya imani, according as it is written, kama ilivyoandikwa, I believe, naliamini, and therefore have I spoken. na kwa sababu hiyo nanena. We also believe and also speak. Nasi pia tuamini na kwa sababu hiyo twanena. Spirit of faith, roho ya imani, makes you a talker, inakufanya unene, but not a talkative. sio kunena ovyo kuropoka. Spirit of faith makes you a talker, roho ya imani inakufanya mtu wa kunena, not a talkative. sio mropokaji au kunena ovyo. Speak what you believe, unanena unachokiamini, without any fear or favor, pasipo hofu yoyote, without looking at anybody's face, pasipo kutazama uso yoyote, without considering what would they say. pasipo kujali watasema nini. It makes you to speak the unspeakable. Inakufanya utamke What they say, visivyotamkika. nobody will say. Unachokisema hakuna anachoweza What they kusema. say, nobody should say. The spirit drives you to say it. Wanaposema kwamba hiki hapaswi mtu kusema, wewe roho It anakusukuma was kukisema. not you that was speaking. Sio wewe unakuwa ukiongea, It was the spirit. bali ni roho You wa know, the imani. spirit of faith is not different from the spirit of God. Roho wa imani hana tofauti na roho wa It's Mungu, only the dimension of the spirit of God. bali tu ni kiwango cha utendaji wa roho wa When Mungu. you are imparted with it, Unapokuwa umeingizwa roho ya imani, you speak the unspeakable. unanena yasiyoneneka. Even you'll be wondering yourself, am I the one speaking? Hata wewe mwenyewe utajishangaa, je, ni mimi ninayanena Matthew haya? chapter 10 verse 20. Mathayo You'll 10:25. be wondering, are you sure I'm the one? Utashangaa, je, ni mimi And the ninasema Bible haya? says it is not you that speaks, Biblia inasema si ninyi mnenao, but the spirit of your father speaketh in you. bali roho wa baba yenu anena ndani When yenu. this spirit is resident, Roho hii inapokaa ndani yako, he does not keep quiet. haikai He kimya, only makes you a mouthpiece. inakufanya kuwa kinywa cha He's inside kunena. of you, speaking to you. Iko ndani yako, inanena kupitia wewe. That is one of the characteristics of this spirit of faith. Hiyo ni mojawapo ya sifa ya roho hii ya imani. And there are things you will never get in life until you speak Na out. kuna vitu utovipata kwenye maisha mpaka umenena There are kwanza. things that will not drop to you until you declare it. Kuna vitu hautavipokea mpaka umetamka. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. How did that spirit was upon David? Roho If I may ilikuwa say juu ya that. Daudi. You see how he looked at that giant Goliath. Unaona namna alivyomtazama yule jitu Goliathi. In 1 Samuel chapter 17 verse 32. Samueli wa kwanza 17:32. Because it is the war of words. Kwa sababu ni vita ya maneno. Please, that meeting going on at the entrance, they should stop that meeting when the word is going on. Kile kikao kinachoendelea kule kikome wakati neno linaendelea. Please, they should learn to be in church when word is going on. Wajifunze kuwepo kanisani neno linapoendelea. Praise the Lord. Bwana asifiwe. 1 Samuel chapter 17. Samueli wa kwanza 17. David said to Saul, Daudi akamwambia let Sauli, no man's heart fail. mtu yoyote moyo wake Because of usizimie kwa sababu ya mtu huyu. Thy servant will go and fight this Philistine. Mtumishi wako atakwenda kupigana huyu Mfilisti. And Saul said unto him, Sauli akamwambia Daudi, you are not able to fight the Philistine, hauwezi kupigana na huyu Mfilisti. for you are just a small boy. Wewe ni kijana mdogo tu. But this man had been fighting even when he was small. Mtu huyu amekuwa akipigana tangu ujana wake. David said, thy servant kept his father's sheep. Daudi akamwambia, And mtumishi there came wako a lion alichunga and a bear. kondoo za baba yake, akaja simba na dubu. And took it out of the flock. And I went after him. Akawachukua kondoo kutoka kwenye kundi, nami nikamwendea. The verse 36. Mstari wa 36. When David spoke, Daudi alipokuwa akinena, in verse 37, mstari wa 37. the king doesn't know what next to say. Mfalme alikuwa hana cha kusema tena. David said to Saul, Daudi akamwambia Sauli, the Lord that delivered me out of the power of lion, Bwana aliyeniokoa na makucha ya out of the simba power of the bear, na makucha ya he dubu, will deliver me out of this Philistine. ataniokoa na mkono wa Mfilisti huyu. Saul didn't know what else to say. Sauli hakuwa na kitu kingine tena cha He kusema. said, go, the Lord be with you. Akasema, nenda na Bwana atakuwa pamoja nao. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. A speaking spirit. Ni roho inayonena, It makes you to speak unspeakable. inakufanya unene And visivyoneneka. secondly, the spirit of faith Cha pili, roho ya imani is the mystery behind the dominion of the saints. ni siri iliyoko nyuma ya utawala wa watakatifu. Example is the case of Noah. Mfano, habari ya The Nuhu. dominion of Noah was that spirit of faith in him. Utawala wa Nuhu
ulitokana na ile roho ya imani ndani yake. Read Genesis chapter 6 and chapter 7, you could see the story of Noah. Mwanzo 6:7 utaona habari ya Nuhu. But in Hebrew chapter 11 verse 7, Ebrania 11:7, the Bible testifies Biblia inashuhudia that by faith, kwamba kwa imani Nuhu, being one of God of things not seen as yet, akiwa ameonywa na Mungu kwa habari ya mambo ambayo hayajaonekana bado, akisukumwa na hofu ya Mungu, prepare an ark to the saving of his house, alijenga safina akaokoa nyumba yake, by which he condemned the world, became the heir of righteousness, which is by faith. Na hivyo akahukumu ulimwengu, akawa mrithi wa haki kwa imani. In every area of your life, watu wa Mungu, katika maeneo yote ya maisha yako, dominion is impossible. Kutawala hakuwezekani without faith. pasipo imani. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Even there are doors that demand you to speak it open. Kuna wale wanakuhitaji unene waziwazi. That door is closed does not mean most time that it is locked. Sasa kuna milango ambayo unahitaji uinenee. Kufungwa kwa mlango haumaanishi kwamba umefungwa. You need the spirit of faith to push. Unahitaji roho ya imani ili kusukuma huo mlango. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. You know, many people can come to this church. Unajua watu wengi wanaweza kuja kwenye kanisa hili. Maybe the day there is no service. Labda wanagundua hakuna ibada. And they move around. Na wanazunguka. And I say everywhere is locked. Wanasema kila mahali kumefungwa. All the door might be closed. Milango yote inawezekana ikawa imefungwa. But not every one of them is locked. Lakini si kila mlango umelokiwa kwa Many kufunguo. people know what I'm saying. Watu wengi wanaelewa ninachosema. This one you can come here and push it and you enter. Mlango huu unaweza ukaja ukausukuma na ukaingia. And it takes faith to do that. Na inahitaji imani ili kusukuma mlango ufunguke. They told you there is no job here. Wanakuambia hakuna kazi hapa. You need to push. Unahitaji usukume. And job will be there. Na kazi itakuja. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. God has provided an instrument of faith. Mungu ametupatia zana ya imani for open doors. Ili kufungua milango. Remember in Revelation chapter 3 verse 7 and 8. Kumbuka Ufunuo 3:7-8. Revelation chapter 3 verse 7 and 8. Ufunuo Yohana 3:7-8. Revelation chapter 3. Ufunuo Yohana 3:7 and 8. 7 na 8. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Let's read it. Tusome. Whosoever that is in that technical, please be fast. You should pass that level now. Ni mitambo kule uwe na kasi katika kuweka maandiko. To the angel of the church in Philadelphia. Kwa malaika wa kanisa lililoko Philadelphia andika. This say he that is holy. Haya ndiye anenaye aliye mtakatifu. He that is true. Aliye wa kweli. He that had the key of David. Aliye na ufunguo wa Daudi. He that openeth. Yeye mwenye kufungua. And no man shutteth. Wala hapana afungaye. And he that shutteth. Naye anafunga. No man openeth. Wala hapana afunguaye. And verse 8. Mstari wa 8. I know your works. Na yajua matendo yako. Behold, I have set before you. Tazama nimekupa mbele yako. An open door. Mlango uliofunguliwa. No man shall shut it. Hakuna awezaye kufunga. Thou has a little strength. Kwa kuwa una nguvu kidogo. And thou have kept my word. Na umelitunza neno langu. And thou have not denied my word. Wala ukulikana jina langu. There are doors. Kuna milango that man can open for himself. Ambao mwanadamu anaweza kaifungua kwa ajili yake mwenyewe. mwenyewe. And there are doors only God can open. Na kuna milango ambayo ni Mungu pekee anaweza kufungua. It is God that openeth. Mungu ndiye anayefungua. And when you open it, no one shutted it. Na anapofungua hakuna anaweza kufunga. And one thing about God is a big God. Kitu kimoja kusana Mungu, Mungu ni Mungu mkubwa. He does not open ordinary doors. Afungui milango ya kawaida midogo midogo. He open extraordinary doors. Anafungua milango isiyo ya kawaida. He does not open common doors. Afungui milango ya kawaida. If it is common, God should not be involved. Kama ni wa kawaida mlango huo umhitaji Mungu kuhusika. If it is small, God will not be involved. Kama ni mdogo Mungu hapaswi kuhusika. It is big one that God is involved. Ni ule mlango mkubwa kabisa Mungu anahusika. I know he's opened an extraordinary doors for you this week. Ninajua anakufungulia mlango usio wa kawaida wiki hii. Somebody that believes shout louder amen. Sema amina kubwa. Isaiah 22 verse 22. Isaya 22:22. In this covenant day of open door. Katika siku ya kiagano milango ile wazi. Get ready this week. God shall open doors for you. Wiki hii Mungu atakufungulia milango. Doors of financial blessings shall open for you. Milango ya baraka za kifedha. Doors of marital breakthrough shall be open for you. Milango ya ndoa. Isaiah 22 verse 22. Isaya 22:22. The Bible says, and the key of the house of David. Na ufunguo wa nyumba ya Daudi. Will I lay upon his shoulder? Nitaweka begani mwake. Talking about Jesus and prophecy. Akizungumzia habari ya Kristo Yesu katika unabii. And he shall open. Na atafungua. God shall open a door for you Mungu this year. atafungua mlango wiki hii. And none
none shall shut. Wala hapana atakayefunga. And when he shut the door, none shall open. Atakayefungua, I said, God shall open the door for you. Atakufungulia mlango. And no devil will shut that door. Will open for you. The key is in his hand. Funguo ziko mkononi mwake. To open it. Kufungua. And he has the key. Na anazo funguo. To lock it also. Za kufunga pia. And he cannot open it for you. Na hawezi kukufungulia and lock it. Alafu akaufunga tena. Open his open. Anapofungua umefunguliwa. And no devil can lock it. Na hakuna shetani anaweza kufunga. Doors are opening for you. Milango inafunguliwa kwako. In strange places. Katika maeneo mbalimbali. Places you will never imagine. Maeneo ambayo hukuwahi kufikiri. I'm not hearing a louder amen. Sikia amina kubwa. What does open door means? Kufunguliwa kwa milango maana yake nini? Is when we say covenant day of open door. Tunaposema siku ya kiagano ya milango iliyo wazi. It is not just having a door of a house open. Sio swala tu la kuwa na mlango wa nyumba ukiwa wazi. It is more than that. Ni zaidi ya hapo. Hallelujah. Hallelujah. It's like a word in parable. Ni kama neno katika mithali. Maybe you are traveling. Unaposafiri. Somebody says you go, door shall open for you. Mtu anapokuambia unapoenda milango ifunguke kwako. That blessing means a lot of things. Hiyo baraka inabeba maana nyingi sana. Open door is a state whereby kufunguliwa kwa milango au milango kwa wazi ni ile hali ambapo God turn around every hopeless situation in your life. Mungu anageuza kila hali mbaya isiyokuwa na tumaini katika maisha yako. Open door is a state where you enjoy open door when good steps you take. Milango inakuwa wazi kwako pale hatua unazochukua receive approval from God. Zinapata kibali toka kwa Mungu. Open door is a state. Kufunguliwa kwa milango au milango kwa wazi. God turn around everything for good for you. Ni ile hali ambayo Mungu anageuza kila kitu kuwa chema kwako. Open door defines a situation. Milango kwa wazi maana yake where you experience uncommon and sweatless breakthrough. Ni pale ambako unapata mpenyo usiokuwa na kawaida na usiotoa jasho. Somebody say go, God will open door for you. Pale mtu anaposema nyenda, Mungu atakufungulia milango. Mtu huyo anaweza akasema kirahisi, go, you shall enjoy sweatless breakthroughs. Nenda, unaweza kupata mipenyo isiyokuwa na jasho. Someone is said to experiencing open doors. Mtu amejiandaa kupata milango ile wazi. When hardship, pale ugumu, disappointment, kukatishwa tamaa, sorrow, huzuni, stagnation, kudumaa, failure at the age of breakthrough, kushindwa karibu na kushinda, etc. are terminated from your life. Na mambo kama hayo yanakuwa nakomeshwa maishani mwako. So, I'm enjoying open doors here. Tunaposema ninafurahia milango ile wazi hapa, inamaanisha mambo yanafanikiwa kwako. There is no hindrance of any kind. Kunakuwa hakuna kizuizi cha namna yote. No stagnation of any kind. Hakuna kudumaa kwa namna yote. That is what when we say covenant open door, just see it that way. Tunaposema siku ya kiagano milango iliyo wazi, ona namna hiyo. Maana yake ndio hiyo. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. And that is what God have said concerning you and I today. Na hicho ndicho ambacho Mungu amesema kuhusiana wewe na mimi leo. That he will open doors for us. Kwamba atatufungulia milango. Even in strange places. Hata mahala pa ajabu pa kutisha mbali kabisa. Both locally and internationally. Hapa nyumbani na kwa kimataifa. He shall open doors for you. Atakufungulia milango. Anywhere you have rejected before. Kila walipokukataa huko nyuma. Doors of supernatural favor are milango ya kibali cha kiungu inafunguliwa kwako. I'm not hearing a louder amen. Sikia amina kubwa. I'm not hearing a louder amen. Sikia amina kubwa. One of the testimonies we had today is a testimony of open door. Mojawapo ushuhuda tuliokuwa nao leo ni ushuhuda mlango ule wazi. You see, every one money was released, money that being owed. Anasema doors being open. Pesa alikuwa ikidai ilifunguliwa akapata. And getting a contract from one big company. Huo ni mlango Mungu alifungua na akapata. These are open doors. Mkataba wa kazi. And that testimony will multiply in the life of everyone. Na huo ushuhuda utadhihirika kwa kila mmoja. Doors are open for you. Milango inafunga kwa ajili yako. All your debtors, they are come under pressure to pay. Unaowadai watakulipa. I'm not hearing a louder amen. Sema amina kubwa. Anyone owing you. Yote unayemdai. Because of these doors that have opened. Kwa sababu mlango huo unafunguliwa leo. Come under pressure to pay you in the name of kulipa. I'm not hearing a louder amen. Sikia amina kubwa. But what are the covenant keys to commanding open doors in life? Lakini funguo za kiagano ni zipi za kuamuru milango iliyo wazi katika maisha? Covenant keys to commanding open doors in life. Funguo za kiagano za kuamuru milango iliyo wazi katika maisha. Remember where we read in Isaiah 22 verse 22. Kumbuka pale tuposoma katika Isaya 22 mstari 22. Every locked door, kila mlango uliofungwa una ufunguo. The key of the house of David. Asa ufunguo wa nyumba ya Daudi. Will I lay upon his shoulder?
nitauweka begani mwake. And because of this key, na kwa sababu ya ufunguo huu, he shall open. Atafungua. When a door is locked, mlango unapokuwa umelokiwa, you only need a key to open it. Unachohitaji ni ufunguo ili kufungua. When a car is locked, gari inapokuwa imelokiwa, imefungwa, it is not prayer you need to open it. Sio maombi unahitaji ili kufungua hiyo gari. You can't go to your car. Hauwezi kwenda kwenye gari lako. And you stand there and you are speaking in tongues. Ukasimama pale ukaanza kunena kwa lugha. It will not open. Mlango hautafunguka. You need to put the key there. Unahitaji kuweka ufunguo pale. When you don't have the key, you'll be frustrated. Kama huna ufunguo utachanganyikiwa pale. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. That's why I say I will put the key of David upon his shoulder. Ndio maana Isaya anasema nitaweka funguo wa Daudi begani mwake. He shall open. Naye atafungua. And you know we live in a kingdom of keys. Unajua tunaishi katika ufalme unaoongozwa na funguo. Matthew 16 verse 18 and 19. Mathayo 16, 18 na 19. Matthew 16 verse 18 and 19. Mathayo 16, 18 na 19. Thou Peter, upon this rock I will build my church. Ndio Petro, juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. And I will give unto you the keys of the kingdom. Nami nitakupatia funguo za ufalme. We live in a kingdom of keys. Tunaishi katika ufalme wenye kutumia funguo. And you say in a natural. Hasa katika ulimwengu wa mwili. Every door is controlled by keys. Kila mlango unatii katika funguo. Once the door is locked, pale mlango unapokuwa umefungwa, with keys, inahitajika funguo. You cannot gain access. Na pasipo funguo hauwezi kuingia kwenye huo mlango. Most of us, our doors of breakthrough are locked. Wetu milango yetu ya mipenyo imefungwa. Our doors of marital favor are locked by the devil. Milango ya kibali cha ndoa imefungwa na shetani. What you need is keys. Unachohitaji ni funguo. To open the door. Kufungua mlango. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I say praise the Lord. Bwana asifiwe. I have said here before. Nilisema hapa uko nyuma. That a key you don't have. Kwamba ufunguo usiokuwa nao is a door you cannot open. Ni mlango usioweza kufungua. And a door you cannot open. Na mlango usioweza kufungua is a privilege you cannot enjoy. Ni fursa ambayo huwezi kuifurahia. A key you don't have is a door you cannot open. Ufunguo usiokuwa nao ni mlango usioweza kufungua. A door you cannot open is a privilege you cannot enjoy. Mlango usioweza kufungua ni fursa au pendeleo usioweza kufurahia. What do I mean by key? Na maanisha nini naposema funguo? Hallelujah. Hallelujah. Key connotes funguo inamaanisha revelation of what we must do. Ufunuo wa nini ambacho tunapaswa kufanya. To take delivery of what have been provided. Ili tupokee kile ambacho tumekwisha kupewa. For us in redemption. Kupitia wokovu. Key connotes the revelation of what we must do. Ufunguo maana yake ufunuo wa nini tunapaswa kufanya. To take delivery of what have been provided. Ili tuweze kuchukua kile tulichokwisha kupewa. For us in redemption. Kupitia wokovu. There is something that have been provided. Kuna kitu tulipewa. Marital breakthrough is part of our redemptive package. Mpenyo katika ndoa ni sehemu katika fungu letu la baraka la wokovu. Business breakthrough is part of our redemptive package. Mpenyo katika biashara ni mojawapo ya haki zetu katika wokovu. Everything you desire in life is part of the package of salvation. Kila kitu unachotamani kwenye maisha kiko katika zile baraka tunazozipata kupitia wokovu. The key now is what you must do to access those things. Lakini funguo ni kwamba unahitaji kufanya nini ili upate hizo baraka. They are locked in a door. Zimefungwa ndani ya chumba. And that room is a room of darkness. Na chumba hicho ni chumba cha giza. You need a key to open it. Unahitaji funguo ili kufungua. We have a store. Tuna chumba cha kuhifadhia vitu. There is a room in this church called store. Kuna chumba katika kanisa hili kinaitwa store, mahali wanapohifadhi vitu. A lot of things are there. Vitu vingi vinahifadhiwa kule. Most time it is locked. Mara nyingi panakuwa pamefungwa. Even though you are in need of anything there. Hata kama unahitaji kitu mle, you cannot access it. Hauwezi kukipata without engaging the key. Pasipo kutumia funguo. When it is open, unapofunguliwa, you can carry whatever you want. Unaweza ukabeba chochote unachohitaji. Most of your things are locked in a place. Vitu vyako vingi vimefungiwa mahala. You need a key. Unahitaji ufunguo. And there are key and there is a master key. Kuna funguo na kuna funguo mkuu. And now in this service I will show you the master key to commanding open doors. Na katika ibada hii nitakuonyesha ule ufunguo mkuu utakaokuwezesha kufungua milango na kuiweka wazi. Open doors. Ufunguo mkuu utakaofungua milango yote. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. And what is that master key? Huo ufunguo mkuu ni upi? Partnership with Jesus. Kushirikiana na Kristo. Partnership with kuwa na ushirika au kushirikiana na Kristo. Partnership with Jesus is a master key. Kushirikiana na Kristo ndio ufunguo mkuu. To a world of open doors. Unaokuingiza katika ulimwengu wa milango ile wazi.
partnership with Jesus. Kuwa na ushirika na Kristo ama kushirikiana na Kristo. The word partner. Neno ushirika. Partnership. Au ushirikiano. The word partnership. Ule ushirikiano au ushirika. Is a business word. Ni neno la kibiashara. In kinds of business. Katika aina mbalimbali za biashara. We have a sole proprietorship. Kuna ile unakuwa biashara ya mtu mmoja ama duka la mtu mmoja. And we have partnership. Na kuna zile biashara za kushirikiana. Yaani biashara inahusisha mtu zaidi ya mmoja. Wanaunganika kwa pamoja kufanya biashara. The capital they might share it equal. Wanaweza kushirikiana kuweka mtaji kwenye hiyo biashara. And there is agreement. Na pia kuna makubaliano. And the profit are also shared. Na ile faida wanayopata pia wanashirikiana. You and that person becomes the co-owner of the business. Wewe na ule mtu mnakuwa ni wamiliki kwa pamoja ile biashara. You are committed to that business, that partner committed to that business. Wewe unawajibika kwenye ile biashara na ule mshirika mwenzako mwenza anawajibika kwenye biashara. It goes to the extent that you are committed to that person and that person committed to you. Inafikia mahala kwamba unawajibika kwa huyo mwenzako na huyo mwenzako naye anawajibika na wewe. You people are partners. Sasa tunasema wote nyinyi watu ni washirika, mnashirikiana. Partner with Jesus. Ndivyo ilivyo kushirikiana na Kristo. Is a master key to the word of open doors. Ndio ufunguo mkuu wa kukuingiza katika ulimwengu wa milango iliyo wazi. Matthew chapter 28 verse 18. Mathayo 28:18. Jesus said. Yesu anasema. He came back from when he died he went to hell. Najua alipokufa akafufuka akaenda kuzimu. And collected the power. Akachukua nguvu. And he announced. Na akatangaza. Saying all power is given to me. Mamlaka yote nimepewa mimi. In heaven and in earth. Mbinguni na duniani. Go ye therefore. Nendeni sasa. And teach all nations. Kafundishe mataifa yote. Baptizing them in the name of the Father. Tuwabatize kwa jina la Baba. And of the Son and of the Holy Spirit. Na Roho Mtakatifu. Teaching them to observe all things whatever I have commanded you. Kuwafundisha kuyafanya yale yote niliyowaamuru. I am with you means I will partner with you. Tazama niko pamoja nanyi, maana yake nitashirikiana nanyi to the end of the world. Hata ukamilifu wa dahari. And in Mark 16 verse 20. Marko 16:20. The way Mark reported it. Namna Marko alivyoiandika. As the partner with Jesus. Walipokuwa wakishirikiana na Yesu. Preach everywhere. Wakihubiri kila eneo. The Lord was walking with them. Bwana alikuwa akitenda kazi pamoja nao. Confirming the word with sign following. Akilithibitisha ile neno kwa ishara zilizoambatana nao. Partner will always be with you. Kwa sababu yule mshirika wako wakati wote atakuwa na wewe. And who is your partner? Na mshirika wako ni nani? Revelation 10 verse 7. Ufunuo 3:7. The one that has the key. Yule mwenye ufunguo. He say, look at it, say these things say he that is holy, talking about Jesus. Haya anayanena aliye mtakatifu. Hapa anazungumza habari ya Yesu. He is the one that have the key of David. Yeye aliye mkweli, yeye ndo mwenye funguo za Daudi. In Isaiah 22 verse 22 it was prophesied. Isaya 22:22 of David will be upon his shoulder. Ilitabiriwa kwamba ufunguo wa Daudi utakuwa begani mwake. He is the one that opens. Na yeye ndiye anayefungua. He has the key. Anazo funguo. That is why when you partner with him, ndio maana unaposhirikiana naye, there shall not be any door closed before you. Hakutakuwa na mlango unaweza kufungwa mbele yako. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. Whenever he appears, kila anapotokea, door open on their own. Milango inafunguka yenyewe. The master key. Ufunguo mkuu to open doors in wa kupata milango leo wazi kwenye maisha is partner with Jesus. Ni kupitia kushirikiana na Yesu. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. It's not only door, gate lift up when he appears. Sio milango tu, mageti yanaondoka Yesu anapotokea. For the King of Glory to come in. Kila kitu kinainuka kinaondoka ili mfalme wa utukufu aingie. In Psalm 24 verse 7 to 10. Zaburi 24:7 mpaka 10. The Bible says. Biblia inasema. Lift up your heads. Inueni vichwa. Oh ye gates. Enyi malango. Oh ye lift up ye everlasting doors. Enyi malango ya milele inueni vichwa. Everlasting doors are lifted when the King of Glory comes. Malango ya milele yanainuliwa mfalme wa utukufu anapokuja. Mfalme wa utukufu ni nani? The Lord strong and mighty. Bwana hodari mwenye nguvu. The Lord mighty in battle. Bwana mwenye nguvu katika vita. Lift up your heads, all ye gates. Inueni vichwa vyenu enyi malango. Even lift them up, you everlasting doors. Enyi malango ya milele. That the King of Glory shall come in. Ili mfalme wa utukufu apate kuingia. Who is the King of Glory? Ni nani mfalme wa utukufu? The Lord of hosts. Bwana wa majeshi. He is the King of Glory. Yeye ndiye mfalme wa utukufu. People of God. Watu wa Mungu. No door can be shut against any partner of Jesus. Hakuna mlango unaweza kufungwa dhidi ya yote anayeshirikiana na Kristo. No door. Hakuna mlango unaweza kufungwa kinyume naye. When God dwells in the midst of Israel.
Mungu alipokuwa akiketi kati ya Israeli, the Bible said the sea saw them and fled. Bilisema bahari iliwaona ikakimbia. Mountains ran away like a chicken. Milima ikakimbia kama kuku. In Psalm 114 verse 1 to 5. Zaburi ya 104 mstari wa kwanza mpaka wa 3. The presence of God. Uwepo wa Mungu is a door opener. Ndio unaofungua milango. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. You know there are doors you use your hand to open. Unajua kuna milango unatumia mkono wako kufungua. There are doors when you appear. Kuna milango ukitokea tu they open. You won't touch anything. Inafunguka yenyewe, ugusi chochote. It is partnership that makes doors to open for you on his own accord. Kule kushirikiana na Yesu ndio kunafanya milango ikufungukie yenyewe kabisa. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. But one way, how do you secure partnership? If partnership is the master key. Sasa kama kushirikiana naye ndio ufunguo mkuu, how do I secure partnership? Sasa nawezaje kupata ushirika na Yesu? You don't sit down here and say, God, I want to be your partner. Haukai hapa chini na kusema Yesu nataka kuwa mshirika wako. And he now register you as his partner. Na sasa anakuandikisha kwenye kitabu chake kama mshirika. Hapana. There is something to do. Kuna kitu unapaswa kufanya. To secure partnership with Jesus. Unapata ushirika na Kristo. It is commitment in praying kingdom advancement kupitia kujitoa kuomba maombi kusogeza mbele ufalme wa Mungu. That was how Daniel secured partnership with Jesus. Hapo ndipo namna Danieli aliweza kupata ushirika na Kristo. In Daniel chapter 6 10 to 23. Danieli 6:10 mpaka 23. That was also how Shadrach, Meshach and Abednego secure partnership with Jesus. Hapo ndipo namna Shadrach, Meshach na Abednego waliweza kupata ushirika na Yesu. They are busy for the kingdom. Walipokuwa na juhudi wakijitoa kwa ajili ya ufalme. You know when they put Shadrach, Meshach and Abednego in the fiery furnace. Unajua walipowadumbukiza Meshach, Shadrach na Abednego katika tanuru wakalo moto. The Bible say. Biblia inasema. And the king went there and said, didn't we put 3 people? Mfalme akaenda kwenye ile tanuru akasema hatukudumbukiza watu watatu. I saw 4 people walking in the fire. Lakini nimeona watu 4 wakitembea katikati ya moto. Their partner came. Yule mshirika wao aliingilia kati. And fire couldn't touch them. Mshirika wao aliingilia kati na moto ukuweza kuwagusa. Because he himself is a consuming fire. Kwa sababu yeye mwenyewe mshirika wao ni moto ulao. Cannot consume fire. Na moto hauwezi kuteketeza moto mwingine. You can't partner with Jesus and be involved in an accident. Hauwezi kushirikiana na Yesu ukahusishwa kwenye ajali. Your partner cannot be involved in an accident. Kwa sababu mshirika wako hawezi kuhusishwa kwenye ajali. You are not wasting your time praying kingdom advancement prayer. Haupotezi muda wako unapoomba maombi ya kusogeza mbele ufalme wa Mungu. You are establishing partnership with Jesus. Bali hapo unatengeneza ushirika na Yesu. And doors shall be opening for you. Na milango itafunguka kwako. Secondly, the another way we establish partnership with Jesus. Cha pili, njia ya pili tunachothibitisha ushirika na Yesu. When we are on the go for Christ. Ni pale tunapojitoa kwenda kwa ajili ya Kristo. When we are on the go for Christ, we secure partnership with Jesus. Tunapojitoa kwenda kumhubiri Kristo, tunapata ushirika na Kristo. And this compel doors to open on their own accord. Na yeye analazimisha milango ifunguke kwetu yenyewe. Remember Mark 16 verse 15 to 20. Marko 16:15 mpaka 20. Then when Jesus told them in verse 15 what to do. Yesu aliwaambia mstari wa 15 nini cha kufanya. He said, go ye unto the world and preach the gospel to every creature. Asa nyeneni ulimwenguni mote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. And he that believe, baptize that person. Yeyote anayeamini mumbatize. Everything work for them as they go. Kila kitu kilifanikiwa kwao kadiri walivyokuwa wakienda. Their partner was working with them. Kwa sababu yule mshirika wao alikuwa akitenda kazi pamoja nao. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. Winning souls. Kuvuna nafsi. It is for your own good. Hii ni kwa faida yako mwenyewe. Instead of God open door for you, this is a master key to open doors. Badala ya kulia Mungu nifungulie milango, huu ndio ufunguo mkuu wa kufungua milango. For most of you who came late. Wengi wenu mliochelewa. Another operation have been declared. Kuna operation nyingine imetangazwa. For 4 weeks. Kwa muda wa wiki 4. It is opportunity for doors to be open for you. Ni fursa kwa ajili ya milango kufunguka kwako. It is called Operation Rescue 2019. Inaitwa Operation Okoa 2019. God's servant said a lot about it yesterday as we hook onto him. Mtumishi wa Mungu amesema mambo mengi kuhusiana na hiyo jana tulipojiunga moja kwa moja kule Kanani. Tomorrow to 31st of March. Itaanza kesho mpaka tarehe 31 mwezi wa 3. He said to make it work, make a target of souls that must be brought to Jesus and to the church. Anasema eka idadi ya nafsi
that must be rescued. Ambazo unalenga kwamba zitaokolewa kupitia wewe. Establishing partnership. Na unapofanya hivyo unathibitisha ama unajenga ushirika na Yesu. I tell you, since the wonder double began. Nilikwambia tangu ajabu maradufu ilipoanza. Most of the testimonies we have, testimonies of open door. Shuhuda nyingi partnership with Jesus. za milango iliyofunguka zilipatikana kupitia kushirikiana pamoja na Kristo. There was one boy. Kuna kijana mmoja who was in service one day. Alikuwa katika ibada siku moja. Empowerment summit. God's servant say, mtumishi wa Mungu akasema, if your cell is not going, you are a failure. Kama omseli yako haikui basi umeshindwa. The name of that boy is Ojo. You have heard God's servant say it. Jina la huyo kijana nilo ametaja mchungaji. A 19-year-old boy. Ni kijana alikuwa na miaka 19 tu. And he started fasting for his cells. Na kaanza kufunga akiomba kwa ajili ya omseli. From Teve people. Kutoka watu watatu kwenye ile omseli. They so grew more than 30. Ile omseli ikakuwa zaidi ya watu 30. More than, I can't know exact number. Yani idadi halisi sikumbuki, lakini ilikuwa zaidi ya watu 30. And this boy who have been looking for how to even write entrance exam to the university. Na kijana huyu alikuwa anatafuta namna gani anaweza kufanya mtihani ili aingie chuo. But the door opened after he had done that. Lakini mlango ikafunguka baada ya kufanya jambo hilo. And they called him to attend interview in American embassy. Wakamuita kwa ajili ya kufanya usaili katika ubalozi wa Marekani kupata scholarship au kulipiwa masomo. Academic door open. Mlango wa kitaaluma ukafunguka. He got the interview. He got the scholarship. Akapata ile kulipiwa ile masomo yake. Paid for. Kila kitu akalipiwa cha masomo. He's in America today. Sasa hivi yuko Marekani tunavyoongea. That door was opened by his partnership with Jesus. Mlango wake huo ulifunguka kupitia kushirikiana na Kristo. People of God, watu wa Mungu, this is a master key to a world of open door. Huu ndio mfunguo mkuu wa kukuingiza katika ulimwengu wa milango iliyo wazi. Every operation always leave people who partner with Jesus up. Kila operation inawapeleka wale watu wanaoshirikiana na Yesu juu. Many people got their testimony to Operation 615. Watu wengi walipata shuhuda zao kupitia Operation 615. And it is still speaking today. Na shuhuda zao zinanena mpaka leo. Your testimony, your marital testimony, your business testimony, your career testimony is tied to this Operation Rescue. Ushuhuda wako wa ndoa, wa taaluma umefichwa ndani ya Operation Okoa. If you want God to rescue you from shame, kama unataka Mungu akuokoe toka kwenye aibu, rescue people. Okoa watu. And you shall be rescued. Na utaokolewa. Stand up on your feet. Simama kwa miguu yako. Stand up on your feet. Simama kwa miguu yako. Lift up your voice and give him all. Inua sauti yako, mpe Mungu utukufu wote. Oh yalakato shaka bando shikalaba. Everyone stand up and lift him up. Lift him up. Kila mmoja simame juu. Oh yaliba laba kateshiliaba. Oh, lift up your voice and appreciate him. Inua sauti yako, mshukuru Mungu. Doors are opening already. Doors are opening. Milango tayari inafunguka. Every closed door around you is opening now. Na mlango uliofungwa kwako unafunguliwa. Unafunguliwa. Oh, makata liabalaba. I know when God is moving. Najua Mungu anapotembea. Opening door for someone this week. He's opening door for someone. Mungu anafungua mlango kwa ajili ya mtu. Oh, makato shakaba lando baliba. Shualia baba lando belia baba shulia. Shuandeka lando shikala balaba. Elia baba lakoto shika libalabo ebando balishaleba. Wave those hands to Jesus and appreciate him. Punga mikono kwa Yesu na give him all the glory and adoration. Mpe utukufu wote na adhama. Give him all the praise. Give him all the adoration. Sifa na adhama. Thank you and thank you and thank you and thank you and thank you. Asante. Blessed be your holy name. Barikiwe jina lako takatifu. The spirit of faith Roho imani at work in this commission anatenda kazi katika huduma hii. Is coming afresh upon you. Inakujia kwa upya leo. I'm not hearing a louder amen. Sisikia amina kubwa. I'm not hearing a louder amen. Sisikia amina kubwa. I say it's coming afresh upon you this month. Kwa upya mwezi huu. But to access it, you must be born again. Lakini ili kuipata lazima uokoke. Whether it is from the word or from the carrier. Iwe ni kupitia kwenye neno au kwa aliyebeba. There must be salvation. Lazima uokoke kwanza. Things of the spirit. Mambo ya roho must fall upon those who are spiritual. Yanapaswa kuwapata wale walioko rohoni. But you cannot be spiritual. Na huwezi kuwa wa kiroho if you are not born again. Kama hujaokoka. Somebody is here in this service this morning. Kuna mtu yuko hapa kwenye ibada hii asubuhi ya leo. The reason the door have not been opening for you. Sababu ambayo mlango umekuwa ufunguki kwako. Is because the devil locked you in a room of sin. Ni kwa sababu shetani amekufungia kwenye chumba cha dhambi. And you have to come out from that sin. Inabidi utoke kwenye hiyo dhambi. In order for doors of opportunities to open for you. Ili milango ya fursa ifunguke kwako. If you want to do that this morning. Kama unataka kufanya hivyo asubuhi ya leo. And that is the best decision to take. Na huo ni uamuzi bora unaweza kufanya. And doors
doors shall open for you. Na milango itafunguka kwako. Things will work out for you. Mambo yatatendeka kwako. God will turn situations around. Mungu atageuza mambo kwa manufaa yako. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. The devil have confided you so much in that darkness door. Shetani amekuhifadhi, amekufungia kwenye hilo lango la giza kwa muda mrefu. It is time. Ni wakati. It is time. Ni wakati to be out of that place. Wa kutoka kwenye hilo eneo. And let the light of God's word shine upon you. Na nuru ya neno la Mungu ianze kuangaza kwenye maisha yako. You want to surrender to Jesus? Unataka kutoa maisha yako kwa Yesu? Or you want to rededicate your life to Jesus? Au unataka kutengeneza maisha yako na Yesu? Put your hand on your chest. Weka mkono wako kifuani. Let me pray for you before we close. Nikuombee kabla tujafunga. Put it very well. Weka kifuani, unataka kuokoka, unataka kutengeneza maisha yako na Yesu. Come here, let me pray for you. Weka mkono wako kifuani. Kisha njoo mbele hapa. Come. Njoo mbele. Wewe unataka kuokoka, njoo mbele. Somebody is coming. Clap your Unataka hands. kutengeneza maisha yako na Yesu, njoo mbele. Come forward, let me pray for you. Kuna mtu anakuja mbele, njoo mbele tukombee. Come forward. Njoo mbele, njoo mbele. Don't go with your sin. Usirudi na dhambi zako. And God will forgive you. Tubu na Mungu atakusamehe. Everything will work for you. Come. Na kila kitu kitafanikiwa kwako. Congregation, clap your hand now. Kusanyiko tuwapigie makofi. Clap your hand. Unataka kuokoka, clap your hand. Unataka kutengeneza maisha yako na Yesu, njoo mbele. They are coming. Come. Wherever you are, you want to rededicate your life to Jesus. Popote ulipo, you want to rededicate your life. Come. Unataka you want to kutengeneza surrender maisha to yako na Jesus. Yesu. You want to say, Jesus, take my life and let it be what it please you. Unataka kumpa Yesu maisha yako. Come. Njoo mbele. Come and join these wonderful people at the front. Njoo ungana na hao ndugu wa kupendeza hapa. Jesus will turn your life around. Na Yesu and doors shall be open for you on their own accord. You shall experience testimony as you have never seen before. Utapata shuhuda kuliko ulivyowahi kuona. No door shall be locked over you anymore. Hakuna mlango utakaofungwa kinyume nawe. Come. I'm waiting for you. Njoo ninakusubiri. I'm waiting for you. Ninakusubiri. I'm waiting for you. Let Jesus have mercy upon you this morning. Yesu akurehemu asubuhi ya leo. It is because of his mercy that we are not consumed. Ni kwa sababu ya rehema zake hatuangamii. His mercy is new every morning. Rehema zake ni mpya kila asubuhi. Thank you, Jesus. Asante Yesu. In Jesus' glorious name. Katika jina tukufu la Yesu. Congregation, be seated. Let's lead these ones to Christ. Kusanyiko tuketi tuwaongoze hawa kwa Kristo. If you are still there and you want to do that, kama uko nyuma na unataka kuokoka, please come and join these people. Unaweza ukaja kuungana na watu. Say after me, Lord Jesus. Ninyi hapa mbele fuatisheni maneno haya. Sema, Bwana Yesu, I come to you this morning. Ninakujia asubuhi ya leo. Forgive me my sin. Nisamehe dhambi zangu. Wash me by your blood. Nioshe kwa damu yako. Today, leo I receive you. Nakupokea wewe as my Lord. Kama Bwana wangu and personal Savior. Na Mwokozi wangu. Come and take your place. Ingia na uchukue nafasi yako katika maisha yangu. I declare today. Ninatamka leo that I am now born again. Kwamba sasa nimeokoka. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Amen. Amina. Father, I pray for these ones today. Baba, nawaombea hawa leo. Let the grace that saved them keep them forever. Neema iliyowaokoa iwahifadhi milele. Open doors for them. Fungua milango kwa ajili yao. Doors of opportunities. Milango ya fursa. Doors of blessing and favor. Milango ya baraka na kibali. Doors of financial breakthrough and academic milango ya mpenyo wa kifedha. In anywhere they have been rejected. Popote walipokataliwa. Jesus, let them begin to call them now. Yesu waanze kuitwa wakubalike. Despise them. Kila aliwadharau. Jesus will begin to honor them from today. Ataanza kuwaheshimu kuanzia leo. I cover them with the blood of Jesus. Na wafunika kwa damu ya Yesu. And they remain covered forever. Na wadumu wakiwa wamefunikwa milele. Katika jina tukufu la Yesu. Congratulations. Hongera. Congratulations. Hongera. Hallelujah. Please follow our church officials. Wafuate watumishi wetu. Congregation, stand up on your feet. Kusanyiko tusimame kwa miguu yetu. What a wonderful day. Leo ni siku ya kupendeza. Lift up your hand. Inua mkono wako juu. Thank you, Jesus. Asante Yesu. And I'll give you opportunity now to make declarations of faith. Nitakupa fursa ya kufanya matamshi ya imani. Any area you desire door to be open for you. Eneo lote ambalo unatamani milango ifunguliwe kwako. I want you every covenant day connect to that covenant day. Nataka kila siku ya kiagano uwe unajiunganisha nayo. Connect to that covenant day. Uwe unajiunganisha nayo. And make a demand. Na ufanye matamshi. Today is my covenant day of open door. Kwamba leo ni siku yangu ya kiagano milango iliyo wazi. Lord, I make a demand, open doors for me. Baba, ninaomba nifungulie milango. Is somebody hearing what I'm saying? Na mtu anasikia ninachosema? And when you pray it, and I will pray with you, and that will close. Unapoomba nami nitaomba na wewe, ndio tutamaliza ibada. Lift up your voice and pray. Inua sauti yako sasa uanze kuomba. Lift up your voice and command your open doors. Amuru milango iwe wazi. Any door that seems that you have been locked into. Kila mlango ambao unaona umefungwa. Out of it. Lord, let it be open. Au popote ulipofungiwa. Doors of financial breakthrough.
Doors of business breakthrough milango ya mpenyo ya kibiashara shall open for you. itafunguka kwako. Oh, Makatoshi Kalaba. I decree business and career open door. Natamka milango kufunguka ya taaluma na biashara. Doors of miracle marriages. Milango ya ndoa za doors of favor. Milango ya kibali. Doors of divine appointment and visa. Milango ya kupata visa. Doors of contract and financial breakthrough. Milango kupata mikataba na mipenyo. Doors of international connections. Milango muunganiko wa kimataifa. It shall open. It shall open. Itafunguka. Every hopeless situation. Kila hali iliyo mbaya. These doors are turning it around today. Mambo yanageuka kwangu. By this covenant day of open doors. Kwa siku ya kiagano milango let the doors lock against you be open now. Milango iliyofungwa kinyume nami doors of business profit. Milango ya faida kwenye biashara. Breaking forth in your business are open. Milango ya kusonga mbele kwenye biashara. Doors of divine ideas. Milango ya mawazo. Doors of promotion. Milango ya kuinuliwa. Be open, be open, be open, be open. Every devil that locked that door against you. Jesus had the key of David. He opened it and no one shuttered it. No devil has the power to shut any door that Jesus has opened for you. Oh, shakabala bala 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 bala. Ola bakate sholia balaba. Obreketo shakabando preliaba. Is somebody commanding that door to open? The Bible says, if you will say to this mountain, be thou removed, and be thou cast away, and shall not doubt in your heart, but believe that those things you say shall come to pass. You shall have whatsoever you say. 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 Lift up your voice. Speak to that mountain to loose, to melt away. Because you partner with Jesus, every door must open on their own accord. Every door must open on their own accord. Oh, shaka lakato shakaba lishulia. Eshua kata libando breketo. Eshuande kaba shulia bababa. Lekotondele bondele 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 bo. Eruando balando ketu shakala mandeya alando ketu shika lando liaba. O breketulia. Every devil standing against your open door because every witch, every wizard standing against your open door because ayala bakatoshi abalaba eketushi aba likito eketushanda kaliba liba shualia baba leketushi alabalaboshi alaba eliandeleboshi alababa ekiatolia baba lakato shakabali kota eshualia ba ekiatoshi alabalaba leketushi alabalaba lokitoba likute leketoshi alabalabonde eshualia balaba elubando belando belishwa elia baba shuande kaba shulia baba leketusha kabalia baba lekotobre landa likusha balaba. In the name of Jesus Christ. Somebody that believes that God have heard what you say, shout a louder amen. I decree by this covenant day of open doors, I decree open doors of business opportunities for you. I decree career open doors for you. I decree open doors of miracle job. I decree open doors of favor for you. I decree open doors of miracle marriages. I decree open doors of divine appointment for you. I decree open doors of visa for you. I decree open doors of contract for you. I decree open doors of financial breakthrough. I decree open doors of international connections. In the name of Jesus Christ. Any door that been locked against you, that door opens now. The Bible says, lift up your head, so ye gates, and be lifted up, you everlasting doors, that the King of glory shall come in. Because you partner with Jesus, doors shall open on their own accord for you. Doors shall open on their own accord for you. Anywhere
Wherever you have been rejected, kila ulipokataliwa huko nyuma, by this open door covenant today, kwa agano hili la milango leo wazi, you will be accepted in the name of Jesus kwa jina la Yesu. They will be looking for you in the name of Jesus kwa jina la Yesu. Anyone who have despised you, kila aliyekudharau, by this covenant of open door blessings, agano hili la milango iwe wazi, they will begin to look for you in the name of Jesus Christ. Everywhere you go this week, kila utakapoenda wiki hii, doors shall be open on their own milango accord. itafunguka yenyewe. In your business, doors shall be Kwenye biashara open. yako milango itafunguka. Anyone owing you, come under pressure to pay you. Anasukumwa akulipe. I'm not hearing a louder amen. Sikia amina kubwa. As you partner with Jesus kadiri ushirikianavyo na in Yesu this operation rescue mission, katika operesheni ya okoa, every day of this operation kila kitu katika operesheni shall be days of open door testimonies for you. itakuwa ni kipindi cha shuhuda za milango wazi. Academically, it shall be open for you. Taaluma milango itafunguka. You will not be stagnated academically. Hautadumaa kitaaluma. That academic open door is for you now. Mlango wa taaluma ni kwa ajili yako. Take it now in the name of Jesus Christ. Pokea kwa jina la Yesu Kristo. I say take it now in the name of Jesus kwa jina la Christ. Yesu Kristo. You are blessed. Umebarikiwa. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu I Kristo. declare this week natamka wiki hii as your week of open door blessings. kama wiki yako ya baraka milango leo wazi. As you receive phone calls, it shall be cause of good news of open unapopokea door. simu itakuwa ni simu za habari njema. All through this month, mwezi huu mzima you shall march forward. utasonga mbele. In Exodus chapter 14 verse 15. Kutoka 14:15. God told Moses, Mungu alimwambia Musa, why are you crying unto me? kwa nini unanililia mimi? Tell the children of Israel, waambie wana wa Israeli, the children of winners, wana wa washindi, that they should go forward. kwamba wasonge mbele. God is saying that this month, go forward. Mungu anakuambia mwezi huu songa mbele. I said go forward on every area. Songa mbele kila eneo. No more slow motion in your life. Hakuna kuchochemea tena kwako. No more slow motion in your life. Hakuna kutambaa tena kwako. God is giving you speed. Mungu anakupa kasi. This is the 3rd month of the year. Huu ni mwezi wa 3 wa mwaka. And the number 3 represents resurrection. Namba 3 inawakilisha ufufuo. Any dead organ in your body, kila kiungo kilichokufa ndani ya mwili wako, any dead business, kila biashara iliyokufa, any dead relationship, kila mahusiano yaliyokufa, it shall resurrect this month in the name of Jesus. I'm not hearing a louder amen. So shall it be. Ndivyo itakavyokuwa. You are blessed. Nibarikiwa. Clap your hand for Jesus.